Kulikuwa na kijana mmoja aliyejulikana kwa jina la Jay. Alifanya kazi kwa bidii na hatimaye akapata mke mzuri mwenye heshima na moyo wa upendo. Wengi walitamani kuwa kama yeye. Lakini baada ya muda, Jay aliruhusu kiburi na hasira kutawala moyo wake. Alianza kumdharau mke wake, kumuumiza kwa maneno na vitendo. Nyumba iliyokuwa na furaha ikageuka kuwa machozi. Mwanamke yule alivumilia kwa muda mrefu akitumaini mabadiliko, lakini maumivu yalipozidi, alichagua kuondoka ili kuokoa maisha na heshima yake. Baada ya kuondoka kwake, Jay alibaki peke yake. Hakukuwa na mtu wa kumkaribisha nyumbani wala sauti ya upole ya kumfariji. Upweke ulimfungua macho. Alianza kutafakari maisha yake na kutambua kosa kubwa alilolifanya. Alichanganya upendo na mamlaka na kuacha heshima. Kwa mara ya kwanza, Jay alitubu kwa dhati. Aliomba msamaha kwa Mungu, kwa familia pamoja na jamii. Alikubali kuwa mafanikio yake hayakumpa haki ya kumuumiza mtu mwingine. Akaanza kujifunza kuhusu heshima, mawasiliano na kudhibiti hasira. Alijitolea kuwa mfano kwa wengine, akizungumza wazi dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia. Ingawa mke wake hakuweza kurudi, toba ya Jay haikupotea bure. Alibadilika na mabadiliko yake yalikuwa somo kwa wengine. Jamii ilijifunza kuwa unyanyasaji si ishara ya wanaume wala nguvu, bali ni udhaifu wa moyo, na upendo wa kweli hujengwa juu ya heshima na wala si hofu.